tamaa inaanza, inachukua mimba. Ile mimba, ile tamaa inazaa nini? Dhambi. Ile dhambi ikikomaa inazaa mauti. Unaona? Kwa hiyo tamaa, unapoanza kuwa na tamaa siku yoyote, ujue kabisa unaanza kuvutwa kwenda kwenye mauti. Na hiyo ndio nguvu ya kifungo, tamaa sana. Ndio maana Yakobo anaongelea kule, ukiona mtu Mungu amekupa mahali unafanya kazi, ukaanza kwa huko, jamani wenzako wanauza sana, wewe nenda polepole na Mungu anakubariki tu polepole. Tamaa imefanya watu wengi leo wamejiingiza kwenye maagano mabaya ya kichawi na kuuza familia zao. Unamwona mtu amefanikiwa kidogo tu, mwaka mmoja miwili amefanikiwa hapo, sasa wanamwambia toa ili uendelee kwa juu. Sasa anawaza atamtoa nani? Anaanza dada, mama, anaenda watu kwenye ukoo wanashtuka, huyu mbona amepata mali, watu tunaanza kuisha kwenye ukoo. Mbona huyu ameanza kuwa ni mtu mshirikina na amepata mali, watu watajua tu. Baadaye utakosa wa kutoa. Na siku hizi watu nao ni wajanja, wakishagundua kwenye ukoo kimeingia kirusi, wanawahi makanisani. Wanaanza kukusema, kuna ndugu yetu amepata hela za kishetani, mchungaji naomba uniombee. Nifunike. Na sisi tukiwa hapo tunasema, Baba katika jina la Yesu, kama huyu ndugu anataka kumchukua akafaa afe. Na Mungu anasikia maombi. Unashangaa tu hiyo tajiri wa kichawi chani. Unashangaa tu mguu umeoza. Unashangaa tu ajali. Unashangaa tu kifo. Naona nini? Luza nafsi.